Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Nitasoma katika kitabu cha Ezekiel sura ya 16 mstari wa 13 na wa 14. Maandiko yanasema hivi: hivyo ulipambwa kwa dhahabu na fedha, na mavazi yako yalikuwa ya kitani safi na hariri na kazi ya taraza. Ulikula unga mzuri na asali na mafuta, nawe ulikuwa mzuri mno, ukafanikiwa hata kufikiria hali ya kifalme. Sifa zako zikaenea kati ya mataifa kwa sababu ya uzuri wako, kwa maana ulikuwa mkamilifu kwa sababu ya utukufu wangu niliokutia, asema Bwana Mungu. Kwa sababu ya utukufu wangu niliokutia, asema Bwana Mungu. Tunaona maandiko yanaeleza kupambwa kwa dhahabu safi, kupambwa kwa dhahabu safi, lakini kupambwa kwa fedha, kupambwa kwa mavazi yaliyo ya kitani safi. Sasa tunaona maandiko yanaeleza namna ya jinsi alivyopambwa huyu aliyekuwa akisemeshwa hapa kwa uzuri. Alipambwa kwa mavazi ya fedha, alipambwa kwa mavazi ya dhahabu, alipambwa kwa mavazi ya kitani nzuri ya tarazo. Sasa tunaona katika mambo yote aliyopambwa, tunaona kwa kitani nzuri na hariri na kazi ya taraza ni mavazi. Inaeleza vile ambavyo uzuri wa mtu ulivyoonekana, alivyopambwa, alivyoonekana katika muonekano wake. Sasa tunaona maandiko yanaeleza hapa kwamba kwa nini alipambwa, kwa nini alikuwa na muonekano ule. Ni kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Kile kilichokuwa kinaonekana kwa macho ndio utukufu wa Mungu. Unaposikia utukufu wa Mungu ni kwamba udhihirisho wa Mungu kwa kitu kinachoonekana. Mfano, mtu anaweza akaona ghafla upepo unapita, ni kitu ambacho unakiona kwa macho, miti inaenda huku na kule, ni utukufu ule. Sasa tunaona hapa mtu amepambwa kwa fedha, kama vile ambavyo tunaona leo mtu anaweza akawa na fedha nyingi. Biblia inaeleza kwamba yale ni mapambo. Mungu huwa anampamba mtu, anampamba kwa fedha. Tunaona mtu, dhahabu ni kitu cha thamani. Tunaona Mungu anampamba mtu kwa dhahabu. Kwa lugha nyingine, Bwana anaachilia fedha ije kwako, halafu ile fedha inakuja kwa wingi. Ile fedha unaonekana kama mapambo na yale mapambo yanakuwa ni wingi, ni utele, ni maisha. Ni maombi yangu siku ya leo, Bwana akupambe kwa fedha, Bwana akupambe kwa dhahabu, Bwana akupambe kwa hariri, kwa nguo nzuri zilizotengenezwa kwa ustadi, kwa taraza. Bwana akupambe. Maana yake nini? Utukufu wa Bwana uonekane kwako kupitia maisha yako. Unapoenda kazini kwako, Bwana akakupambe na fedha, Bwana akakupambe na dhahabu. Kukawe na milango iliyofunguliwa, ikawepo breakthrough ya kwamba huyu mtu ni mtu wa Bwana, ya kwamba huyu tumpe kazi, huyu tumpe fedha, huyu tumpe. Yale ni mapambo Mungu huwa anaruhusu yamjilie mtu. Mtu aliyekosa mapambo ni kinyume yake, kwamba unakuta fedha inapatikana kwa shida, kila akitaka kutafuta hapati, akiweka ratiba nzuri hazitokei, anachotaka kukifanya hakifanya, asipokipenda ndo anachokifanya, anaziulizia baraka huku na huku, mambo yanaenda, akikaribia kufika yana stop. Unakuta mtu anaanzisha biashara, ikitaka kwanza kumlipe na kufa. Unakuta mtu anaanzisha mradi, kutaka kabla haujaanza kufanikiwa unaondoka. Unakuta mtu anaweka kuku, kabla hajaanza kutaga wanakufa. Yani mambo yanakuwa ni ya mfululizo, yote yanaikimbiza hela kutoka kwako itokomei iende sehemu nyingine. Lakini mtu aliyepambwa kwa fedha, fedha inaamrishwa ije imfunike yule mtu. Biblia inaeleza katika kile kipindi cha Suleiman, ukisoma katika mambo ya Kumbukumbu la Chronicles, mambo ya Nyakati, utakutana na utajiri wa Suleiman.
anasema huyu mtu alikuwa ni tajiri kiasi kwamba fedha kwake haikuhesabika kama kitu. Fedha haikuhesabika kama kitu. Ukisoma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, ile sura ya 9, utaona anasema hivi, nikisoma hapo haraka anasema hivi, na vyombo vyote, mstari wa 20, na vyombo vyote vya kunywea vya mfalme Suleiman vilikuwa vya dhahabu, na vyombo vyote vya nyumba ya mwitu wa Lebanon vilikuwa vya dhahabu, vilikuwa vya dhahabu iliyosafika. Fedha haikuhesabiwa kuwa kitu siku ya Suleiman. Fedha haikuhesabiwa kuwa kitu siku ya Suleiman. Yani hizi fedha hizi, iwe ni fedha kwa maana ya silver ama ni fedha kipindi cha Suleiman hazikuhesabika kwamba ni kitu. Kwa hiyo walikuwa kimhesabu mfalme Suleiman na utajiri wake kwa lifestyle yake, sio kwa fedha mtu alizonazo, lifestyle yake. Kwa sababu unaambiwa kulikuwa kuna ng'ombe wengi walikuwa wakichinjwa siku za Suleiman. Ng'ombe wengi every day, kila siku ng'ombe wanachinjwa. Na ndio maana ukajiuliza kwa nini mfalme Suleiman alikuwa na wake wengi. Pia hata uwepo wa chakula, kwa sababu kama uwezo ukawa na wake 1000, kama hauna fedha kutosha, haiwezekani. Una wake 700, masuria si 300, si wake mngapi, wote jumla 1000 wako pale, unawalisha nini? Lakini kama ndani yako kuna fedha, kuna utajiri, huyu mtu Suleiman kwake yeye ilikuwa ni rahisi. Sisi tunaona tu mke mmoja tu na familia, watu wengine wanaikimbia. Sasa huyu mtu kwa nini alikuwa na uwezo? Unakuta mimi naona kwa tafsiri yangu, watu walikuwa wengine wanaenda kwa ajili ya chakula tu. Mtu unafika pale unakuta wewe mwanamke hela zipo tu pale, unakula unachojisikia, unavaa unavyojisikia. Suleiman anaweza kukaa mwaka mzima hata haja, yani mpaka anakuuliza wewe ni nani? Wewe unakuta uliolewa wewe wa 890, wewe ni nani? Yani lazima ujieleze vizuri. Hata muda mwingine haulizi, hawezi kuwakumbuka wote. Why walikuwa wanaendelea kuexist kwenye ile palace? Kwa nini walikuwa wanaendelea kukaa kwenye ile ufalme? Ni kwa sababu ya utajiri, fedha, utajiri ambao Mungu alimpa Suleiman. Kumbuka Mungu alimpa Suleiman hekima na utajiri. Kwa hiyo unakuta watu walikuwa wanavutika. Ukiendelea kusoma story ya Suleiman, hata yule malkia wa Sheba alivyokuja, anakuja kushangaa utajiri wa Suleiman, anakuja kuzishangaa dhahabu za Suleiman, na bado anakuja na dhahabu. Maana yake nini? Utajiri wa kupambwa na Bwana, watu wanajisikia kuja kuleta, hata kama zipo za kutosha, zingine zinaamriwa zije. Lakini kama hujapambwa kwa fedha, kama tulivyosoma hapa, kama Bwana hajakupamba katika ulimwengu wa roho, hajakupamba kwa fedha, hajakupamba kwa dhahabu, hajakupamba kwa mavazi, unakuta hata kahela kadogo liko nako, familia nzima wanakachungulia kwako. Kila mtu anakaangalia kwako. Kwa sababu gani? Hujapambwa. Ukipambwa vizuri kwa fedha, unajikuta kila mtu atakija kwako akitaka msaada anaupata, kwa sababu ndani yake umepambwa kwa fedha na utajiri wa kila aina. Ni maombi yangu siku ya leo, unapoenda kazini kwako, unapoenda kwenye biashara zako, Bwana akupambe kwa fedha. Chochote atakachokifanya, Bwana akupambe kwa fedha, Bwana akupambe kwa dhahabu, Bwana akupambe kwa nguo nzuri za kitani safi, Bwana akupambe kwa mavazi mazuri ya hariri na tarazo. Bwana akupe neema. Mahali popote utakapogusa, kaza mikono yako, utakapoziwekea mkono wako, zikaachiliwe neema, kwa sababu Bwana amesha kupamba katika ulimwengu wa roho kwa fedha na dhahabu. Nina maombi yangu siku ya leo, Bwana akupe neema katika jina la Yesu. Nataka niombe ninavyoitamkia asubuhi yako, ninavyozitamkia baraka za asubuhi ya leo. Unapoenda kujishughulisha na mambo yako, Bwana akupe neema, akupambe kwa utajiri, akupambe kwa fedha, akupambe kwa dhahabu, akupambe kwa amani yote. Nataka tuende mbele za Bwana.
Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa ajili ya neno uliloliachilia asubuhi ya leo, ya kwamba we Mungu unawapamba watu wako kwa fedha, unawapamba watu wako kwa dhahabu, unawapamba watu wako kwa mavazi mazuri. Kumbe yote tunayoyaona ni mapambo kutoka kwako. Kumbe furaha na baraka tunazoziona ni mapambo kutoka kwako. Mungu aliye hai, asante, kwa maana hata anayeniangalia na kunisikia wakati huu unampamba Bwana kwa mavazi mazuri. Bwana unampamba kwa dhahabu, unampamba kwa kitani nzuri, unampamba kwa fedha, unampamba Bwana. Kila mmoja anayenisikia na kuniangalia wakati huu apokee neema ya kupambwa na wewe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Siku ya leo ukapambwe kwa afya njema katika jina la Yesu. Siku ya leo ukapambwe kwa furaha kwa jina la Yesu. Furaha likawe ni pambo lako siku ya leo. Amani ikawe ni pambo lako siku ya leo. Fedha ikawe ni pambo lako siku ya leo. Uponyaji wa ndani, wa viungo vya ndani, wa viungo vya nje, ikawe ni pambo lako siku ya leo kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa neema na rehema. Asante kwa mkono wako wenye nguvu. Sifa na heshima ni vya kwako Mungu aliye hai. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki na umepambwa. Nataka mtu mmoja ambaye ananifuatilia kwa njia ya Instagram uandike pale comment yako, sema nimepambwa kwa jina la Yesu. Nimepambwa leo. Na nataka mtu mmoja ukiri katika comment yako useme kwamba Bwana amenipamba, Bwana amenipamba. Utaniambia umepambwa kwa jambo gani? Kwa imani yako unapokea kupambwa kwa jambo lipi? Mtu mwingine anasema napambwa kwa ndoa nzuri, mwingine anasema napambwa kwa afya njema, mwingine anasema napambwa kwa amani, mwingine anasema napambwa. Nataka kuona ile comment yako na nitaiangalia hapo na nitafurahi kukuona umecomment kwamba Bwana amekupamba na akupambe kwa jambo gani. Na wewe unayenisikia kupitia magrupu yetu ya ibada za asubuhi za Anza Siku na Bwana, na wewe pia utakapokuwa unaiachilia sadaka yako kuikamilisha ibada hii, na wale wote mnaoniangalia katika mahali popote Instagram ama YouTube, utakapoishika sadaka yako kukamilisha ibada hii, utanitumia message katika ile namba ile ya WhatsApp nitakayoitaja sio muda mrefu, ile ya 0713842123. Utakapoachilia sadaka yako utatuma na ujumbe wa kusema nimepambwa kwa jambo fulani, na mimi nitakutamkia neno la kukamilisha hiyo neno lako lilojitamkia. Na utaichukua sadaka yako sasa, utaiachilia kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Utaniandikia kwamba sadaka yangu hii inipambe kwa jambo fulani, nami nitatamka neno kwa ajili yako. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.